Yesu asifiwe. Wangapi hapa ambao hawapendi kuongea na Mungu? Wangapi wanapenda kuongea na Mungu? Wangapi wanapenda kusikia sauti ya Mungu ikiwaambia wazi wazi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivyo kwa vile ulivyonyosha mkono hivyo, nikwambie tu siri moja, Mungu yuko tayari kukusikia wewe. Ila hatua ya kwanza ya kuweza kusikia sauti ya Mungu kabisa, Mungu hasemagi kwa sauti kubwa kwa mara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutambua sauti ya Mungu inaanza kwa upole sana na sehemu ambayo imetulia, sio yenye fujo. Lakini sehemu ya kuanzia kabisa ili kusikia sauti ya Mungu ni anza kwenye nini? Kwenye neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa msomaji wa neno, kuwa mdadisi wa neno. Unapokuwa mdadisi wa neno, unajiuliza ndani yako. Unamuuliza Roho Mtakatifu, hii inamaanisha nini? Hapa Mungu anamaanisha nini? Mungu hapa anasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kwa mbali kuona Roho Mtakatifu akianza kukufunulia kwamba hii maana yake ni hivi, hii maana yake ni hivi. Hapa Mungu alisema hivi kwa sababu ya hiki na hiki na hiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasubiria kusikia mazungumzo yako ili aweze kufanya nini? Kukujibu kile ambacho unatakiwa kukipata kwenye maisha yako. Haki yako ipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Makusudi mengine ya maombi ni kuongea na Baba yetu anayetupenda, kuongea naye. Tumeshaona ile katika Isaya sura ile 43 mstari wa 25 na 26. Mungu anataka uende mbele zake ukaongee naye kwa sababu yeye ndiye Baba. Sasa unajua ukimwita Mungu Baba yangu aliye mbinguni, unajua ni nini? Ili uweze kujua nafasi ya baba. Tazama baba ambaye yuko kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe.